Klabu ya Yanga ya gonga mwamba, ya angukia pua CAS. Hii ni baada ya shauri yao kutupiliwa mbali na CAS. Utakumbuka baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa Kariakoo Derby Yanga dhidi ya Simba, kulikuwa na maandiko mengi. Simba wao kabla ya mchezo, baada ya kuzuiliwa na wanaosemekana ni babaunsa kufanya mazoezi yao ya mwisho, waliandika andiko la kuto kucheza mchezo huo. Lakini pia baada ya hapo klabu ya Yanga nao wakaandika andiko, endapo Simba hawatopeleka timu uwanjani, basi wao hawatocheza tena mchezo huo. Lakini baada ya muda Simba kutopeleka timu na Yanga kwenda uwanjani na bodi ya ligi kuhairisha mchezo huo, Yanga walikata rufaa katika mamlaka ya soka huko CAS, na rufaa hiyo imetupiliwa nje, imetupwa, imeonekana haina mashiko. Na naweza kusema kwamba rungu amerudishiwa TFF aweze kupangia ratiba mchezo huo na kipigwe tena. Sasa baada ya mambo yote hayo, wakili na mwanasheria wa klabu ya Yanga Simon Patrick, yeye amewaacha mdomo wazi wa mashabiki wa soka, lakini pia watu mbalimbali, na wengi wamebaki na maswali. Je, wakili na mwanasheria huyo ameamua kujiuzuru nafasi yake ya kuwa mwanasheria wa klabu ya Yanga au ni nini? Na hii inakuja baada ya andiko ambalo ameliandika Simon Patrick kupitia ukurasa wake wa Instagram, na mimi nitakusomea andiko hilo. Wewe msikilizaji utaniambia, je, mwanasheria huyu msomi amechukua hatua ya kujiuzuru au na wewe pia unabaki na maswali? Na komenti yako ni muhimu zaidi. Nitakusomea ujumbe huo ambao ameuandika mwanasheria huyu kupitia ukurasa wake wa Instagram. Yeye wakili ameandika: vita dhidi ya wahuni haijawahi kuwa rahisi. Wanayanga wenzangu, najua maamuzi madogo ya CAS yamewaumiza, ila niwapongeze viongozi wetu kwa kupinga uhuni kwa vitendo, na nina uhakika hawajakata tamaa. Najua hawawezi kujitokeza kueleza wanayoyapitia nyuma ya pazia, ila ipo siku mtawaelewa. Niwaombe wanayanga muendelee kuwapa moyo na kuwaunga mkono kwa nguvu. Kwa muda niliyotumikia klabu, nimejionea jinsi ilivyo changamoto kuiongoza klabu ya Yanga. Mwisho, nitumie fursa hii kuwaomba radhi ndugu zangu waandishi wa habari. Nimekuwa sipokei simu zenu, si kwamba sipendi kuzungumza nanyi, bali kwa sasa mimi ni mwanachama mtiifu kwa Yanga, na waombeni niruhusu niendelee kupumzika soka la Bongo. Yanga ina watu makini wengi na wenye weledi, tuwape muda waendelee kutupambania. NB, siku zote chagua kuwa mkarimu kuliko kuwa sahihi. Ameandika mwanasheria wa klabu ya Yanga Simon Patrick kupitia ukurasa wake wa Instagram, na ni ujumbe ambao unawaacha wengi na maswali. Je, mwanasheria huyu ameamua kujiuzuru nafasi yake na kuwapisha wengine